ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hili ni tangazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala likitutangazia kulazimishwa kufunga au kutekeleza ibada hii ya saumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mwisho wa tangazo hili Allah anasema la'allakum tattaqun, ili muweze kufikia daraja ya ucha Mungu. Ndiyo lengo la kuletwa ibada ya saumu. Kwa hiyo kila Muislamu anapotekeleza ibada ya saumu ajijue kwamba lengo la ibada ya saumu ni nini. Lengo la ibada ya saumu ni kufika daraja ya ucha Mungu. Sasa Ramadhani ikiisha, unatakiwa ujichunguze, umefika kwenye daraja hiyo? Watu wengi wanahisi kwamba daraja ya ucha Mungu haifikiwi ila na watu fulani fulani, ambao wakati mwingine wanaonyeshwa kwa vidole kwamba fulani mcha Mungu, fulani mcha Mungu, kwa sababu ya baadhi ya mambo tu. Hili ni jambo sio sahihi. Muislamu yoyote anaweza kufikia daraja ya ucha Mungu, na Muislamu yoyote anatakiwa kufikia daraja ya ucha Mungu, kwa sababu usipofikia daraja ya ucha Mungu, ahadi zote nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wewe utakuwa umezikosa. Hili jambo lazima mtu aliweke vizuri katika macho yake. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Allah anatuambia fanyeni haraka mkimbilie msamaha wa Mola wenu na mkimbilie pepo ambayo upana wake ni sawa na upana wa mbingu na ardhi, lakini pepo yenyewe u'iddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu tu. Aya hii inatufanya kila Muislamu lazima awe mcha Mungu. Halafu sasa aya ya saumu inatuelekeza tutafikiaje ucha Mungu. Imeletwa ibada ya saumu ili tuweze kufikia ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ukiangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukayachunguza vizuri, unakuja kugundua kwamba ucha Mungu uko katika vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake. Hiki cha kwanza. Kimoja hiki kina vipande viwili: kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo. Kitu cha pili ni kuwa na tabia njema. Muislamu akiweza vitu viwili hivi, huyu amefaulu na huyu anaitwa mcha Mungu biidhnillah. Msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema. Mtume alivyokuja kwetu ametuletea ibada, ametuletea tauhidi, ametuletea kila aina ya khairi tunayotakiwa tuifanye na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume katuletea tutekeleze maagizo, na ametuletea kwamba tuache makatazo. Halafu angalia anavyosema yeye ni kitu gani kilichomleta. Anasema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili kuja kukamilisha tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufanya Uislamu wote aliyokuja nao ni tabia njema, na sio aliokuja nao yeye tu, hata waliokuja nao mitume wote wa Allah wote wamekuja kufundisha tabia njema. Ndiyo maana yeye akasema amekuja kukamilisha tabia njema zilizoanza kufundishwa na mitume waliokuwa kabla yake. Hii maana yake ni nini? Mtume anatupa ishara ya namna gani tabia njema ilivyokuwa na nafasi kubwa katika uchamungu wa mtu.
Uchamungu wa mtu haukamiliki kama hana tabia njema. Kwa hiyo Waislamu, tuweni makini sana na swala la tabia. Utekeleze ibada ya swala lakini una tabia njema. Tekeleza ibada ya zaka, una tabia njema. Tekeleza ibada ya saum, una tabia njema. Tekeleza ibada ya hija, una tabia njema. Tabia njema ikikosekana katika maisha yako, wewe umefeli. Hadithi ya Muflis ni ushahidi wa wazi kwamba tabia njema zitamfanya mtu afaulu, na mtu akiwa na tabia mbaya zitamfanya tabia njema afeli. Tabia mbaya hizo zitamfanya afeli hata kama anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliwauliza maswahaba wake, mnamjua Muflis ni nani? Muflis wakasema kama ambavyo tungesema sisi. Maswahaba wakasema kama tungesema sisi, kwamba Muflis ni yule mtu ambaye hana mali, amefilisiwa mali zake, madeni yamemmaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa tafsiri anayokusudia yeye mtu Muflis. Asa Muflis katika ummati wangu ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama na swala iliyo kamili, sio swala zetu, swala iliyo kamili, saumu iliyo kamili, zaka iliyo kamili, hija iliyo kamili na mambo mengine mengi ya kheri. Lakini mtu huyo alikuwa na tabia mbaya. Huyu ndio Muflis. Kwa sababu Mtume anasema atakuja pamoja na ibada hizo, alimtukana mtu, alimsingizia mtu jambo ambalo si sahihi, alimnyang'anya mtu mali yake, alifanya zile zote tabia mbaya katika jamii, alikuwa yeye ndio kawaida yake. Mtu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atanyang'anywa amali zake zile njema, kuanza kulipwa watu aliyowafanyia tabia mbaya. Mwisho huyu mtu amali zake zitaisha, kama itakuwa tabia mbaya zake zilikuwa nyingi, mpaka atakuwa bado watu wanamdai, amali zake njema zimeisha. Kitakachofanyika, zinachukuliwa dhambi za anaowadai, anaekea yeye, alafu anaingia mtoni. Angalia tabia njema ilivyomkosesha mtu pepo ambaye alikuwa na ibada zote anazozifanya. Ndugu zangu katika imani, mwezi mtukufu wa Ramadhani huu tuutumie kuzipamba nafsi zetu kwa tabia njema. Huo ndio mlango wa kufikia ucha Mungu. Ibada tunazofanya ni ndogo sana ukilinganisha na wenzetu huko walivyokuwa wanafanya. Lakini tukifanikiwa kuusimamisha msingi wa tauhidi, tukaacha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa na ibada hizo tunazoziweza kuzifanya, halafu tukawa na tabia njema, basi insha Allah sisi ni wenye kufaulu. Tujitahidi sana kuwa na tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aktharu ma yudkhilu an-nasa al-janna taqwa Allah wa husnul khuluq. Vitakavyoingiza watu peponi sana ni mtu kuwa anamcha Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo wake na kuwa na tabia njema. Na Mtume anasema innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum. Nyinyi mlivyo, hata mngekuwa na mali kiasi gani, hamuwezi kuwatosheleza watu kwa mali zenu. Hakuna tajiri anaweza kuwapa watu wote anaowajua mali yake, hakuna. Lakini tabia njema unaweza ukamtosheleza kila atakayekutana na wewe, anaipata tabia njema. Lakini si kila anayekutana na wewe atapata katika mali yako. Kwa ndugu zangu, tujitahidi sana kutengeneza tabia njema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tukiingia katika miezi mingine tu tumeshakaa sawa. Vile vikorokoro tulivyo navyo vya tabia njema tuvisawazishe, kwa sababu Waislamu kwa kawaida yao wanazo tabia njema, lakini wanashindwa na baadhi ya mambo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani huu ndio mwezi wa kupambana na vile vidude vinavyotushinda. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kawaida yake unawasaidia Waislamu sana kutengeneza zile tabia njema, kwa sababu sote tunajua Muislamu akifunga namna gani anavyochunga saumu yake isiharibiki. Katika kuchunga saumu, maana yake Muislamu anajipamba na tabia njema. Muislamu hata kama ni mtu wa kutukana, mwezi wa Ramadhani ukuta namna gani anavyoiminya nafsi yake asiweze kutukana. Na hii ndio lengo la kupatikana Ramadhani. Jiminye kwa kupitia saumu yako, kuacha ile tabia mbaya ambayo unaifanya siku zote, ili moyo wako uweze kuzoea kuiacha tabia hiyo. Waislamu hata wale wenye tabia za kudhulumu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanajitahidi sana. Hii Ramadhani hivyo ndivyo inavyotakiwa Muislamu, jitoe katika tabia mbaya uliyokuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili nafsi yako uisafishe, ukamilishe tabia njema ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza.
Katika tabia ndugu zangu ambazo tunatakiwa kushikamana nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tutoke Ramadhani tukiwa tuko safi ni nyingi sana, tabia zote njema, lakini nitoe mifano. Kuna tabia ya subira. Subira ni moja katika tabia njema ambayo imehimizwa sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya subira ni moja katika misingi ya kufaulu mwanadamu hapa duniani na akhera. Usipokuwa na subira umefeli kwenye maisha ya dunia, umefeli kwenye maisha ya akhera. Kwa sababu kwenye dunia hutoweza kuishi na watu ukikosa subira, na vile vile akhera hutoweza kufanya amali yoyote wala hutoweza kuacha dhambi lolote kama subira huna hapa duniani. Kwa hiyo utafeli duniani, utafeli na akhera. Tujilazimishe sana katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, subira iwe ndio pambo letu, kuzuia ghadhabu zetu. Dunia hii ndugu zangu ina maudhi mengi. Utaudhiwa wewe kwa hali yoyote utakayokuwa nayo. Ukiwa ni mwema utaudhiwa, ukiwa ni muovu utaudhiwa. Ukiwa ni mwanamke utaudhiwa, ukiwa ni mwanamume utaudhiwa. Ukiwa ni mwajiri utaudhiwa, ukiwa ni mwajiriwa utaudhiwa. Vyovyote utakavyokuwa kuna watu watakuudhi. Moja katika tabia njema ambazo zimehimizwa na Uislamu ni watu kuzuia ghadhabu zao. Zuia ghadhabu yako, na kuzuia ghadhabu yako sio kwa maana usikasirike. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa usia kumuhusia sahaba kwamba usikasirike, hakukusudia kwamba mtu asipatwe na hasira. Alikusudia mtu azuie ghadhabu zake, asifanye yale ambayo yanasababishwa na ghadhabu zake, kwa sababu hilo ndio dhambi au hilo ndio linaleta matatizo. Lakini kukasirika tu kwa sababu wewe ni binadamu, umeumbwa na maumbile ya hisia, ukiudhiwa lazima utakasirika. Sasa unachotakiwa kufanya kama Muislamu, zuia ghadhabu zako, usifanye kama wanavyofanya wengine wanapokasirika. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani huu ndio mwezi sahihi kabisa wa kujifunza tabia hii ya kuzuia ghadhabu. Tuunge udugu wetu ndugu zangu. Kuunga udugu ni moja katika tabia njema, tabia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema asiyekuwa nayo ni vigumu sana kuingia peponi. La yadkhulul jannata qati'un. Mtume anasema yoyote anayekata udugu haingii peponi. Ndugu zangu, udugu wetu, udugu wetu, Allah ana hikma kubwa sana kutuleta hapa duniani na udugu. Allah alikuwa na uwezo akawaleta watu tu akaota tu kama miti. Mmoja akashuka tu ajulikana ameshukia wapi, akaja duniani na akaishi. Lakini Allah ametuleta kupitia udugu. Huyu ana baba, ana mama, ana mjomba, ana shangazi. Tuunge udugu wetu. Hakuna makosa makubwa ambayo tunafanyiana mpaka tusababishe udugu wetu tuukate. Ni makosa tu ya kibinadamu. Tuyamalize, tutengeneze udugu wetu, tuendelee mbele, tumridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi sahihi wa kurekebisha matatizo ya udugu wetu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu ambaye husemani na ndugu yako, wallahi hakuna sababu ya kufanya hivyo. Hata kama amekukosea kitu gani kikubwa ambacho wewe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unafunga, alafu usemani na ndugu yako, unaenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Katika tabia njema ambazo tunatakiwa tushikamane nazo ni kutumia vile alivyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mpangilio, na tuache kufanya israfu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa bahati mbaya Waislamu wengi wakati mwingine wanatumia israfu ndani yake. Israfu sio kununua chakula kingi. Israfu sio kula vyakula vya aina tofauti kama baadhi ya watu wanavyosema. Hapana. Allah anataka Waislamu watanuke katika matumizi yao katika mwezi kama huu, watanulie watoto wao ndani ya majumba, lakini Allah chakula kipikwe kwa vipimo na kinachobaki kisimwagwe bila mpangilio. Wako watu wengi wanahitaji vyakula, na sadaka ya chakula ndugu yangu ni sadaka moja ya ajabu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maajabu makubwa sana. Msiache chakula kikaenda kikamwagwa wakati kuna watu wanakihitaji. Kikimwagwa ndio inakuja sasa israfu.